أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، ولعنة الدائم إلى أعدائهم أجمعين من الناكثين والمارقين والقاسطين والشاكين والمشككين والضالين والمضلين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورة البقرة آية 186. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء يرد القضاء بعدما أبرم إبراما. الدعاء يرد القضاء بعدما أبرم إبراما، فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة، ولا ينال ما عند الله سبحانه وتعالى إلا بالدعاء، وإنه ليس باب يكثر قرعه إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. Katika darasa letu hili, miongoni mwa madarasa ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, tumeonelea katika dakika hizi 30 darasa letu ambalo tutakuwa tunalitoa tukizungumzia umuhimu wa dua, nafasi ya dua, na hususan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, ambayo ni moja katika ibada muhimu. Dua katika mwezi wa Ramadhan ni moja katika ibada muhimu. Yani kama vile kuna ibada ya swala, vile vile dua ni ibada. Na hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an ameizungumza hivyo kwamba dua ni ibada. Kwa hiyo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, moja ya mambo muhimu ambayo tunatakiwa ulimi wetu mara kwa mara unayazungumza ni dua, ni maombi, ni kuelekeza shida zetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutufanyia wepesi katika mambo yetu, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutufungulia milango ya riziki, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maisha yetu yawe mazuri. Kila ambacho unakihitajia unatakiwa ukielekeze kwa Mungu. Aya ambayo tumeanza nayo, ambayo itakuwa inatuongoza katika darasa letu hili, aya 186, ambayo inazungumzia dua. Japokuwa zipo aya nyingi ambazo zinazungumzia masala ya dua ndani ya Qur'an, lakini aya hii
Inasema kwamba sababu nuzuli yake, sababu ya kuteremka aya hii ya 186 katika suratul Bakara, pale mmoja wa masahaba alipomuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ni kwamba Mola wetu, huyu bwana anamuuliza, saala rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anillahi subhanahu wa ta'ala ahuwa qaribun linunajihi bisautin khafiyin am ba'idun, au yuko mbali, yuko karibu Mola wetu tumzungumzishe kwa sauti ndogo, au yuko mbali tumwite kwa sauti kubwa? Linaduuhu bisautin ali. Huyu bwana anamuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aqaribun rabbuna nunajihi am ba'idun nunadihi, Mola wetu yupo karibu tumnong'oneze, tumzungumzishe kwa sauti ndogo, au la, yuko mbali tumsemeze kwa sauti kubwa? Ikashuka aya hii, wa idha sa'alaka ibadi, pindi watakapokuuliza waja wangu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaambiwa, wa idha sa'alaka ibadi, watakapokuuliza waja wangu, anni, kuhusu mimi, fa inni qaribun, mimi nipo karibu. Wakikuuliza kuhusu mimi, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaambiwa kwamba waambie kwamba mimi nipo karibu. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, najibu maombi ya muombaji pale atakaponiomba. Na ndio maana katika dua baadhi ya maulama wanasema dua ni mambo manne. Haya yapo katika dua, kuna mambo manne. Unaposema dua ni mambo manne. Jambo la kwanza, almad'u, yule anayeombwa, ambaye ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Mwenyezi Mungu ambaye ametuumba, tunamuomba ambaye amemiliki kila kitu, tunamuomba ambaye hazina yake haipungui, kama tukavyoona katika maneno ya viongozi wetu wakizungumza hazina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunamuomba ni huyu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambaye ni mkamilifu, ambaye ni ghaniyun, huwa al-ghaniyun, amejitosheleza. Neno ghani maana yake ni kujitosheleza, hahitaji. Hii ndio katika neno dua, kitu cha mwanzo kupa almad'u, yule anayeombwa ambaye ni Mungu. Na kitu cha pili ni dua, yale maneno unayazungumza ambayo tunayaita dua. Yale maneno unayoyazungumza, kama kwa lugha ya Kiarabu, kwa Kiswahili, unayazungumzaje, ambayo ndo tunaita dua. Mungu nifungulie milango ya riziki. Haya maneno haya ndo tunaita dua, ambayo ndani yake kuna jambo la tatu ya kile unachokiomba, ile shida ambayo unaipeleka. So dua hazifanani. Mwingine unaomba tu unamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, huombi chochote, yani huhitaji lolote katika dua yako ile.
Umeamka asubuhi unasema alhamdulillahi rabbil alamin, kwamba unashukuru kwamba umeamka. Ni dua, lakini hujaomba chochote. Kwa hiyo katika dua kuna kitu kile unachokipeleka ambacho Mungu anataka akufanyie. Kuomba riziki pana, kuomba umri mrefu, kuomba mke mzuri mwema, kuomba utajiri, kuomba kusamehewa dhambi. Kipi unakipeleka? Yale maombi. Hili ni jambo la tatu ambalo lipo katika dua. La nne ni dai, yule muombaji mwenyewe ambaye ni sisi waombaji. Adai, yule anayeomba. Kwa neno dua na mambo hayo manne. Tukisema dua, kuna mambo manne yanapatikana. Tunayemuomba ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kile kitu ambacho tunakiomba, ile shida ambayo tunaipeleka kwa Mungu, lile tatizo tunalolitaka, ambalo kwa Kiarabu anasema almad'u lahu. Kwa hiyo kuna almad'u lahu, ad-da'i, ad-du'a. Vitu vinne hivi ambavyo kwa ujumla wake tunapata neno hili tunalolitaja ambao dua. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, ni mwezi sahihi na ulio bora kupeleka maombi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuelekeza shida zetu, kuelekeza haja zetu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefungua milango. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza wazi katika aya hii kwamba yeye anapokea maombi, anajibu maombi. Sisi kazi yetu anachotaka tumuombe tu, idha daani, pale mwanadamu atakaponiomba mimi nitamuitikia. Lakini taban tunaeleza kwamba pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani ameeleza aya hii, maneno haya kumwelekeza Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba tumuombe na yeye atatujibu. Lakini dua ina mambo, ina masharti, ina taratibu kama zilivyo ibada nyingine. Taratibu na masharti haya yakikamilika, ndiyo pale maombi yanapata majibu. Lakini pale unapoomba halafu maombi yako hayapati majibu, ujue kuna mambo hayajakamilika katika maombi yako. Usilalamike kwamba mimi naomba kila siku lakini sijibiwi. La, unajibiwa. Inawezekana unajibiwa, lakini inawezekana pengine hujibiwi vile vile, kwa sababu pengine taratibu za maombi hujazitimiza. Lakini inawezekana unajibiwa, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana njia nyingi za kujibu maombi vile vile, si vile ambavyo sisi tunataka tu. Ana taratibu zake za kujibu. Mungu hasemi uongo na Qur'ani haiongopi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapomwambia mtume wake kwamba ujibu da'wata da'i, ninajibu maombi ya mwenye kuomba, idha da'ani, pale atakaponiomba, anajibu kweli. Anajibu kweli, haongopi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasemi uongo anapochukua ahadi hii kwamba anajibu
maombi yetu ni kweli. Kwa hiyo tutumie fursa hii ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama wakati anaupokea mwezi, akasema kwamba tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala biniyati sadiqa wa qulubin tahira. Tumuombe Mwenyezi Mungu katika mwezi huu kwa nyoyo zilizokuwa safi, kwa nyoyo zilizo safi, zilizotoharika na nia zilizokuwa nzuri, nia za kweli. Alafu tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni moja ya katika maelekezo ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, katika riwaya ambayo Abdullah ibn Sanan an al-Imam as-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi, akizungumza umuhimu wa dua, anasema kwamba ad-du'a yaruddu al-qada, kwamba dua inarejesha. Kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pengine alishayahukumu kwako au kwa jambo lifanyike, ameshayapitisha, lakini kutokana na dua uliyoomba jambo lile likabadilishwa. Al-Imam anasema ad-du'a yaruddu al-qada, dua inarejesha yale mapitisho yaliyopitishwa na Mungu. Tunapomwelekea Mwenyezi Mungu, na tutazungumza huko mbele kwamba jinsi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyojibu dua zetu, maombi yetu. Mara nyingine hajibu kwa vile unavyotaka wewe akupe kile unachokitaka, la, anajibu pengine kwa kukubadilishia jambo ambalo lilikuwa limepitishwa wewe likupate. Maana al-Imamu anasema kwamba ad-du'a yaruddu al-qada ba'da ma ubrima ibraman. Anasema kwamba mapitisho ambayo yalikuwa tayari yameshapitishwa, lakini kutokana na maombi na dua ulioifanya kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akabadilisha kadhaa ile, ukabadilishiwa jambo lile, ukafanyiwa jambo jingine lilokuwa tofauti na lile ambalo wewe umeliomba. Ad-du'a yaruddu al-qada ba'da ma ubrima ibraman. Imamu anasema fa akthir min ad-du'a, fanyeni wingi wa kuomba dua. Fa akthir min ad-du'a, fanyeni wingi wa kufanya maombi kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana ibada zetu nyingi ni dua. Swala ukiangalia tunaoswala yote ni dua. Fa akthir min ad-du'a fa innahu miftahu kulli rahma, kwa sababu dua ni ufunguo wa rehma zote. Kama kuna sehemu pamefunga, unapafungua kwa dua. Fa akthir min ad-du'a fa innahu miftahu kulli rahma wa najahi kulli haja, na ndio mafanikio ya kila haja. Haja yote unataka ifanikiwe kwa Mungu, itekelezwe, wenyanyua mikono, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama anavyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
farfa'u aydiyakum bid-du'a fi awqati salawatikum. Katika dua, katika khutba ile ya Shaabania anasema hivyo bwana mtume, farfa'u aydiyakum bid-du'a, nyanyueni mikono yenu kwa maombi, kwa dua, fi awqati salawatikum, katika nyakati za swala zenu, fa innaha afdalu saat, kwa sababu ni saa zilizo bora ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakubali maombi. Kwa hiyo tufanye bidii. Al-Imamu Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi anasema kwamba faakthiru min ad-du'a fa innahu miftah kulli rahma wa najaha kulli haja wala yunalu ma inda Allah subhanahu wa ta'ala, wala hayapatikani yale yaliyopo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala illa biddu'a, isipokuwa kupitia maombi. Usitarajie kwamba ufanyiwe, la, unyanyue mikono muombe Mungu. Hata kama unajitosheleza, muombe Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Unaweza kuwa una mali, una utajiri, una hela, lakini ukakosa maarifa ya kutumia hiyo hela, ukakosa mipango, ukakosa wasimamizi, ukakosa watu. Kwa hiyo muombe Mwenyezi Mungu akupe wasimamizi wa hiyo mali yako, wa ila itapotea. Wala yunalu ma inda Allahi azza wa jalla illa biddu'a, kuna mambo hayapatikani kwa Mungu, hayafunguki isipokuwa kwa dua. Wa innahu, na hakika dua, laysa babun, sio mlango ambao yuktharu qur'uhu, unagongwa kwa wingi sana. Mlango wa Mungu hugongwa kwa wingi, na kila ukigongwa sana, Imamu anasema illa yushaku, isipokuwa mlango huo hukaribia an yuftaha li sahibihi, kufunguliwa yule anayeugonga. Mlango huu usione tabu kwamba leo umeomba dua, mbona jambo la, wewe omba tu. Wengine wanasema dua ni kama chumvi, ukiweka tu hapo hapo inatokea. Ndiyo, Mungu, dua ni kama chumvi, ukiweka tu, lakini taratibu lazima zifuatwe. Wewe usione tabu, omba tu. Imamu anasema mlango huu ukiugonga sana, lazima utafunguka. Kuna usiku lazima utafunguka, utafunguka kwa design ambayo Mungu anataka, kwa taratibu ambayo Mungu anaitaka, kwa hali ambayo Mungu yeye ndo anajua ni bora zaidi kwako kukufungulia mlango ule. Kwa hiyo dua ni moja ya mambo muhimu, na ni katika nguzo muhimu, katika njia muhimu ambazo zitatufikisha kwa Mwenyezi Mungu, lakini ni mambo ya kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni dua. Lakini katika mambo ambayo yanatufanyia wepesi katika mambo yetu, lakini kusamehewa madhambi yetu, Mwenyezi Mungu kutusamehe makosa yetu, ni dua. Mwenyezi Mungu kutuweka karibu ni dua. Katika riwaya na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, Allahumma salli ala Muhammad
na ambayo yamo ndani ya Qur'an. Kuna mambo manne hayo, mambo manne mtu akiyafanya anakuwa karibu na Mungu, na Mungu anamuondolea matatizo yake na anamfungulia riziki. Mambo manne ambayo al-Imamu Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi anasema kwamba arba'atu lilmar'i lahu la alayhi. Kuna mambo manne hayo mtu akiyafanya hayo hayako katika dhima yake tena, yako katika dhima ya Mungu. Mungu atamsahilishia mambo yake yote. Mambo manne. Qur'ani inasema, kuna aya hii inataja mambo mawili. Ma yaf'alu Allahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surat Fatir au katika surati Nisa, afwan, surati Nisa aya 147. Surati Nisa aya 147, mambo mawili kwa pamoja yanatajwa katika haya manne. Ma yaf'alu Allahu bikum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ma hii inasemwa kwamba istifhamia, istifhamu istinkari, istifhamu istinkari, au kuna istifhamu ya sual, kwamba Mwenyezi Mungu akufanyie nini tena. Ni kama vile anasema Mungu akufanyie nini tena, yani wewe huna la kufanyiwa na Mungu, yani umepata kila kitu unapofanya mambo haya mawili. Ma yaf'alu Allahu bikum, Mungu akutekelezee nini tena ukifanya nini? Ansema ukifanya hivi, in shakartum, jambo la kwanza ukishukuru. Ukishukuru kwa ulicho pewa na Mungu, Mwenyezi Mungu atakufanyia kila kitu. Ukishukuru, la kwanza ile in shakartum. Na ndio maana katika riwaya nasema, katika aya nyingine inasema la in shakartum la azidannakum, mkishukuru mtazidishiwa. Kwa jambo la kwanza ni shukurani, ambalo linaingia katika dua. Ukipeleka shukurani kwa Mungu kwa utajiri uliopewa, kwa umaskini uliopewa, kwa watoto uliopewa, kwa kunyimwa watoto, kwa mali uliopewa, kwa nguvu ulizopewa, kwa afya uliopewa, kwa maradhi uliopewa, ukamshukuru Mungu, shukurani yako itakuwa ni sababu, imma kama ni maradhi kuondolewa maradhi yale, kama ni ufakiri Mwenyezi Mungu kufanyia wepesi, lakini kama ni kushukuru utajiri, Mwenyezi Mungu akujalizie utajiri. Hili la kwanza. Lakini aya hii wa amantum, na mkiamini. Unapokuwa na iman, Mwenyezi Mungu anakufanyia lolote. Ma yaf'alu Allah bi'adhabikum in shakartum wa amantum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kukuadhibuni, hawezi kukuadhibuni adhabu yoyote pindi mkiamini na pindi mkishukuru, kiwa na shukurani. Haya mambo mawili ambayo yametajwa ndani ya aya hii. Jambo la tatu ni istighfar.
ukiwa na desturi ya kuleta istighfar, Mungu hakuadhibu. Mungu atakusamehe makosa yako. Mungu atakufungulia milango ya riziki. Istighfar inaleta kila kitu, inafungua kila kitu. Qur'ani ndio inavyosema, ukileta istighfar Mwenyezi Mungu atafungua milango ya riziki. Mungu atakupa watoto kama huna. Surati Nuh ndio inasema hivyo. Ukileta istighfar Mungu ataleta mvua kama hakuna mvua. Watoto Mungu atakuruzuku istighfar. Mungu hatowaadhibu, bali ni kubwa hilo, kama anavyosema ndani ya Qur'an, wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Amwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa hiyo istighfar ni jambo la tatu linalotuweka karibu na Mungu, lakini ni sababu ya kutoadhibiwa, sababu ya Mungu kuwa karibu na sisi, istighfar. Lakini jambo la nne ambalo ndio mahali shahid ni dua, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapozungumza katika Qur'ani, vile vile surati Anfal aya 33, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba kul ma ya'bau bikum rabbi, kul ma ya'bau bikum rabbi laula duaukum. Kul, sema ewe Muhammad, ma ya'ba, yani Mwenyezi Mungu hato waacha, hato wazarau, hato wapuuza, atakuwa na nyinyi. Au kwa Kiswahili chengine tuzungumze, Mungu kwa nini awazarau? Mungu hato waacha kwa sababu gani? Laula duaukum, kwa sababu ya dua zenu. Yani Mungu ingekuwa mbali na nyinyi, lakini dua zenu zinawafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asiwaache. Hamna mema ya hivyo mnaoyafanya. Kinachofanya Mwenyezi Mungu awe karibu na nyinyi, asiwaache, asiwaangamize ni nini? Ni maombi, ni dua. Kul, waambie, ma ya'bau bikum laula duaukum, hakuna kitu cha kumfanya Mwenyezi Mungu awaweke karibu isipokuwa ni dua tu, lakini jengine hamna. Swala ndio hivyo za ovyo ovyo, unaswali mara umesahau, mara hujui rakaa ulizokuwepo, mara unauza humo, mara unanunua humo kwenye swala, hujui yani unaswalije. Yani swala hii ndio kweli Mungu akupe kila kitu? La, ni pale unapokaa ukajifungia alafu ukanyanyua mikono ukamwambia Mwenyezi Mungu nisamehe, najua mmekosea. Hichi tu, kule kujidhalilisha, hichi tu. Unaweza ukaona ni jambo dogo unapokaa hapo alafu ukanyanyua mikono ukaomba Mungu, la, ni jambo kubwa unafanya. Hili tu ndio linakuweka salama, la kwamba umejikubalisha kwamba wewe umekosea, umejikubalisha kwamba wewe unaoyafanya unafanya kwamba wewe una udhaifu. Kwa sababu kunyanyua mikono haya ukaomba Mungu kwamba umekiri kwamba wewe huna chochote, si lolote, si chochote, wewe ni dhalili, wewe ni fakiri,
Kwa hiyo unaua takabur, unaua kujiona, unaua anania, unaua kila kitu ndani ya moyo wako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakufanyia wepesi na anakufanyia sahal katika mambo yako inshallah. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanyie wepesi katika maombi yetu, atukubalie dua zetu, atukubalie somo zetu, atufanyie wepesi na atuondolee matatizo tulionayo, bibarakati salati ala Muhammad wa ali Muhammad.